Yanga kuvunja rekodi ya miaka 46. Yes, Yanga wanaweza kuvunja rekodi iliyodumu kwa miaka 46 mwaka huu. Yanga wanaweza kuivunja rekodi ya kuchukua taji la ligi kuu ya Tanzania kwa mara ya 5 mfululizo, ambapo mara ya mwisho kutokea ilikuwa ni mwaka 1980 iliyokuwa ikishikiliwa na Simba walivyofanya hivyo kuanzia mwaka 1976 mpaka mwaka 1980 licha kufanyika kabla na Yanga yenyewe kuanzia mwaka 1968 mpaka mwaka 1972. Kwa hali ya matokeo yanavyoendelea kwa sasa, kuna dalili za wazi kabisa kuwa jambo hili linaweza kutokea tena mwaka huu 2026 kama mambo yataendelea hivi baada ya kuwa tayari Yanga wameshachukua kombe hili mara 4 la NBC Premier League mfululizo. Hivyo wanahitaji msimu huu tu kuweka mzani huu sawa baada ya kusimikwa kwa miaka 46. Rekodi zinawekwa ili kuvunjwa. Mtibwa anarahisisha kazi Yanga. Yes, Mtibwa amerahisisha kazi Yanga. Kazi yenyewe ni kazi ya kuchukua ubingwa NBC kwa mara ya 5 mfululizo. Jambo ambalo kwa hivi karibuni limeonekana kuwa na ugumu, lakini hapa inakuwa ni kama kumsukuma mlevi. Unaweza kusema ni mapema, lakini dalili ya mvua ni manyunyu. Ukiwatazama upinzani wake unaona ni kama hawapo tayari kuchallenge ubingwa ambao wameukosa kwa misimu minne. Kama wametizama mchezo utathibitisha mwenyewe jinsi mtu anayepigania ubingwa hana njaa yake, ni kama vile anataka tu kusalia ligi kuu. Yes, kitendo cha Mtibwa Sugar kulazimisha sare kwa Simba kimerahisisha kazi kwa Yanga, kwa sababu Simba unaweza kusema wanahitaji nafasi 12 kupata goli moja. Yes, unaweza kusema hivyo, na wala hahitaji uchawi wala ndumba. Katika mchezo wa leo wa Simba dhidi ya Mtibwa Sugar, kwa mujibu inaonyesha kwamba Simba wametengeneza nafasi 12 ambazo zimewapatia goli moja tu. Ndio, ni goli moja katika nafasi 12 ambayo ni sawa na conversion rate ya 8.3. Sasa najiuliza, kama dhidi ya timu ya daraja la Mtibwa Sugar unatengeneza nafasi zote hizo na unapata goli moja, je, tukicheza na timu ambayo haikupi nafasi ya kutengeneza hata nafasi 3 utapata goli? Au ndio unahitaji miujiza? Football speak through numbers. Simba imegusa mpira mara 29 katika 18 ya goli la Mtibwa Sugar. Simba Sport imepiga mashuti 6 iliyolenga goli. Mtibwa Sugar imegusa mpira mara 5 katika 18 ya goli la Simba Sport. Mtibwa Sugar imepiga mashuti 6 yaliyolenga goli. Wakati mnajiuliza imekuwaje Simba kadondosha alama 2 pale Meja Isamuhyo Generali, basi msisahau kujiuliza imekuwaje Mtibwa Sugar imefanikiwa kuchukua alama 1 mbele ya Simba. Inawezekana Simba Sport imeshuka kiwango, lakini kuna uwezekano pia Mtibwa Sugar ikawa imeimarika zaidi, hasa kwenye mchezo wa leo. Performance ya kipindi cha kwanza kwa Simba ilikuwa nzuri, lakini kipindi cha pili Simba walikuwa kwenye mazingira magumu kwa sababu Mtibwa wao pia waliimarika zaidi na kujirekebisha makosa waliokuwa wakiyafanya ndani ya kipindi cha kwanza. Huwezi kushinda mechi kama huwezi kutawala maboksi yote mawili, na maanisha ukitengeneza nafasi tumia, na ukihitajika kuzuia basi zuia kwa umakini wa hali ya juu. At this point Simba hawana uwezo wa kumfunga Mtibwa hapa Dar es Salaam. Hakuna ubunifu, hakuna ujuzi, hakuna utulivu, hakuna mipango wala upambanaji. Hii ni mbaya sana kwa timu kubwa kama Simba. Si wavunji heshima Mtibwa, ila Simba wamepoteza kila kitu. Jamani, hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, comment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Kulezi, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.